Serikali yawataka mashirika yote ya umma kushikilia msimamo wa kuongeza juhudi katika uwajibikaji ili kufanikisha mpango wa taifa wa maendeleo. Na katika michezo, ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea leo, huku mchezo mkubwa ni Mzizima Derby uliotarajiwa kuvikutanisha vilabu vya Simba na Azam FC. Naam, habari za asubuhi mtazamaji wa Channel 10 popote pale ulipo. Ni matumaini yangu umeamka salama. Karibu kwenye kipindi cha asubuhi njema kwa habari mbalimbali kitaifa na habari za michezo na burudani. Jina langu ni Fatma Hassan. Serikali imeyataka mashirika ya umma kushikilia msimamo wa kuongeza juhudi katika uwajibikaji ili mpango wa kufanikisha mpango wa taifa wa maendeleo kama ilivyoainishwa kwenye dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050. Tupate taarifa kamili. Rai hiyo imetolewa na Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji, Profesa Kitila Mkumbo wakati wa ziara yake kwenye ofisi ya msajili wa hazina jijini Dar es Salaam, ambapo ameagiza ofisi ya msajili kuendelea kuyasimamia na kuyafanyia tathmini utendaji wa mashirika hayo. Mashirika ya umma ni sura ya serikali na sura ya umma katika uwekezaji wa umma. Serikali imewekeza takriban shilingi trilioni 90.6 kupitia mashirika ya umma, na tungetaka uwekezaji huu uweze kuzaa kwa maana ya kuendelea kujenga uwezo wa serikali katika kutoa huduma za kiuchumi, lakini pia kuhakikisha kwamba mashirika ya umma yanachangia kikamilifu katika pato la taifa. Waziri Mkumbo amesema serikali itatoa muda maalum wa kufanya mabadiliko muhimu ya utendaji wa mashirika ambayo yatabainika kuwa na mapungufu kabla ya kuchukua uamuzi wa kuyaunganisha au kuyafuta pale itakapobidi. Tupo katika hatua za mwisho. Tunatarajia kwamba sheria mpya ya uwekezaji wa umma iweze kufikishwa katika baraza la mawaziri muda mfupi ujao na hatimaye iende bungeni. Lakini muhimu sana ni kuona kwamba tunabaki na mashirika ya umma ambayo yanatija. Profesa Kitila amesema serikali inataka kuona wananchi wakifaidi matunda ya uwekezaji wake wa shilingi trilioni 92.3 uliofanywa katika mashirika ya umma. Na eneo moja ambalo ni maelekezo mahususi ya Mheshimiwa Rais ni kwamba madini yetu yanayochimbwa Tanzania yasisafirishwe kwenda nje ya mipaka ya Tanzania bila kuongezewa thamani. Tunataka yaongezewe thamani hapa Tanzania, wanaita wenyewe wazungu benefication. Lengo lake moja ni kuongeza thamani ya madini hayo ili tutakapoenda kuyauza tuyauze kwa bei nzuri na kuleta pato la Tanzania. Kwa mujibu wa ofisi ya msajili wa hazina, serikali inamiliki hisa katika taasisi na kampuni 308. Katika mwaka wa fedha wa 2024-2025, ofisi ya msajili wa hazina ilikusanya shilingi trilioni 1.028 kama gawio kutoka taasisi za umma na kampuni ambazo serikali inamiliki wa hisa chache. Kiasi hicho ni rekodi katika historia mpya tangu kuanzishwa kwa ofisi hiyo mnamo mwaka 1959. Juma Mohamedi, Channel 10. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kupitia ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 hadi 30, dira ya maendeleo ya Zanzibar, sera na miongozo mbalimbali inaendelea kuweka mazingira mazuri ya utoaji na upatikanaji wa huduma bora za afya kwa wananchi wote wa Zanzibar. Mwanahabari wetu ametuandalia taarifa ifuatayo. Hayo yamesemwa na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar, Mheshimiwa Hemed Suleiman Abdullah katika mahafali ya 13 ya Zanzibar School of Health yaliyofanyika katika uwanja wa mpira wa Mao Zedong, wilaya ya Mjini Unguja. Serikali imeongeza ufadhili kwa wanafunzi wanaosoma elimu ya juu kutoka idadi ya wanafunzi 8,870 kwa mwaka 2024 hadi wanafunzi 20,020. Napenda kutumia nafasi hii kutoa wito kwenu wahitimu kuitumia fursa hii kujiendeleza kielimu ili muweze kufikia ngazi ya ubingwa na ubingwa bobezi katika kada zenu. Amewasihi wahitimu hao kujenga utayari wa kiutumishi, kushirikiana na wengine na kutoa huduma bora kwa wananchi, pamoja na kuzingatia misingi ya uadilifu, heshima, huruma na utu kwa kufuata kanuni za taaluma yao. Mafanikio haya ambayo yamepatikana katika chuo hichi
ni matokeo halisi ya dira, mipango na jitihada za pamoja katika kuijenga Zanzibar yenye wataalamu wanaohitajika katika sekta za kijamii na kiuchumi. Napenda kutumia nafasi hii kuwapongeza wamiliki wa chuo, bodi ya wadhamini, management ya chuo, wakufunzi na wafanyakazi wote wa Zanzibar School of Health kwa juhudi zenu mbalimbali ambazo mnazifanya na kuweza kupata mafanikio makubwa kila mwaka. Kwa upande wake, waziri wa elimu na mafunzo ya amali Zanzibar Leila Mohamed Musa amesema wizara ya elimu ipo tayari kufanya kazi na uongozi wa Zanzibar School of Health katika kuhakikisha chuo hicho kinaendelea kutoa taaluma bora za kada ya afya kwa wanafunzi wanaosoma chuoni hapo. Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, elimu ni kipaumbele namba 1. Na elimu ya juu ndiyo ambako sasa tunapika wataalamu. Na lazima tukiri, tuna uhaba mkubwa wa wataalamu wa afya, hasa katika ngazi ya degree na ngazi ya master. Tuna wahitimu katika makundi mawili, wahitimu wa diploma ya miaka 3 na wahitimu wa kozi ya huduma za afya ngazi ya jamii waliokamilisha yao mafunzo ya miezi 6. Tukio hili linaashiria kukamilika kwa safari ya mafunzo na utayari wetu kutumikia jamii zetu kwa weledi na maadili. Eden Bahati, Channel 10. Mke wa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mama Mariam Mwinyi amesema vita dhidi ya vitendo vya ukatili na udhalilishaji wa kijinsia vinahitaji nguvu za pamoja kati ya serikali, wazazi na wanajamii katika kuendeleza mapambano ya vita hivyo. Tupate taarifa kamili. Mama Mariam Mwinyi ametoa kauli hiyo kwenye kongamano la maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana. Amesema vita kupinga udhalilishaji ni vita ya kitaifa, hivyo kila mmoja ana wajibu wa kushiriki kutokomeza vitendo hivyo vya udhalilishaji. Katika ulimwengu wa sasa, ukatili umechukua sura mpya na ni hatari, ambao ni ukatili wa kijinsia mitandaoni. Mitandao ya kijamii ambayo ingepaswa kuwa chombo cha kuharakisha maendeleo na mawasiliano. Ukatili huu una athari kubwa sana, hasa kwa wanawake na wasichana, kwani wakati mwingine husababisha unyanyapaa, sonono yani depression, na hata kupelekea kujitoa uhai. Aidha, Mama Mariam Mwinyi amesema sasa ni wakati wa jamii kupatiwa elimu juu ya udhalilishaji mpya uliobuka kupitia mitandao ya kijamii ili kulinda faragha za jamii. Kwa lengo la kutokomeza ukatili wa kijinsia katika mazingira haya, tunahitaji sote kwa pamoja kufanya yafuatayo: kutoa elimu na kufanya uhamasishaji ili vijana, wazazi, walimu na jamii waelewe madhara ya ukatili wa mitandaoni na namna ya kujikinga na kujilinda. Makamu mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar akizungumza katika kongamano hilo, Jaji Aziza Swedi amesisitiza umuhimu wa kutoa shahidi katika kutokomeza udhalilishaji. Majaji wanajitahidi, lakini kuna baadhi wanatufelisha, na ndio maana vitendo hivi kila siku kifungua mawio vinatajwa. Sasa tunasema tumefika mwisho. Zanzibar bila ukatili na udhalilishaji. Kongamano hili linaongozwa na kauli mbiu tuungane kutokomeza ukatili wa kijinsia mitandaoni, ambayo ni kauli mbiu teule katika kampeni ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia. Kauli mbiu hii inaendana kabisa na changamoto za zama hii, lakini pia inaakisi changamoto ambazo tunakumbana nazo katika jamii yetu kwa sasa. Kongamano la maadhimisho ya siku 16 za kupinga ukatili wa kijinsia kwa wanawake na wasichana limefanyika Tunguu, mkoa wa Kusini Unguja. Makasim, Channel 10, Zanzibar. Asante Juma Kasim kwa taarifa hiyo. Chama cha walimu wanaofundisha lugha ya Kifaransa hapa nchini kimesema kimejipanga kuweka mikakati madhubuti ya kuendeleza na kukuza somo hilo katika ngazi mbalimbali za elimu. Tupate taarifa zaidi.
Akizungumza katika maadhimisho ya siku ya Kifaransa, mwenyekiti wa chama hicho Konstantini Njalambaya amesema chama hicho kimeweka mpango mkakati unaolenga kuboresha ufundishaji wa somo hilo kwa kuongeza mafunzo kwa walimu, kuboresha mbinu za ufundishaji na kupanua wigo wa rasilimali za kielimu. Lakini tuna malengo makubwa kwa mwaka unaofuata ambako ni kutoa fursa za mafunzo ya walimu kwa nchi nzima, lakini pia tunapanga kuboresha ufundishaji kwa maana zaidi ya kuhakikisha kwamba wanafunzi wanajifunza zaidi kuzungumza kuliko kuandika. Kwa upande wao, baadhi ya walimu pamoja na wanafunzi wameeleza kuwa wanapenda kuona somo la Kifaransa likiboreshwa zaidi nchini, hususan katika upatikanaji wa vitabu, vifaa vya kujifunzia na mazingira rafiki ya mafunzo. Tunatamani tuwe tunapata semina mbalimbali ili kuendana na kasi ya ufundishaji, lakini pia wanafunzi wanahitaji hamasa ya hali ya juu kwa sababu wengi wao wanaonekana kukata tamaa. Kwa sisi kama chama tunajivunia kila kitu ambacho tunafanya. Tunajivunia serikali yetu kwa namna ambavyo inatunga mkono, na hasa kwa kusaidia walimu wa Kifaransa, kusaidia wanafunzi wa Kifaransa kwa kutupatia vitabu, kwa kutupatia nafasi za kusoma, lakini kwa kuendelea kudumisha amani kama walimu, lakini kama wanafunzi. Lugha ya Kifaransa lakini hajapata ile motisha kubwa ambayo wanaweza ikawasaidia watu waweze kupenda lugha ya Kifaransa. Kwa mfano, kwangu mimi naweza nikasema walimu wapo wasaidia, lakini kuna baadhi ya vipengele kama sehemu za matamshi. Naam, mkuu wa wilaya ya Bukombe Paskazi Moragile amewataka wakulima kuzitumia mvua za masika zinazoendelea kunyesha kulima na kupanda mbegu bora kwa kufuata ushauri wa wataalamu wa kilimo ili waweze kuvuna mazao mengi na kwa tija. Mwanahabari wetu John Mponeja ametuandalia taarifa ifuatayo. Moragile ametoa angalizo hilo wilayani Bukombe mkoani Geita kufuatia kuchelewa kwa mvua za masika na kuwepo kwa wasiwasi wa kupokea mvua chache ambazo wakulima wanapaswa kuzitumia ipasavyo. Niwaombe sana ndugu zangu wakulima, wananchi wetu wakulima, pamoja na baraka kubwa ya mvua tulizopata, tuzitumie vizuri. Tuzitumie vizuri. Tunafahamu kwamba mvua hizi hazitakuwa endelevu kwa kipindi chote, na huu ndio muda wa kupanda kwa hivi sasa wale ambao tunalima msimu wa kwanza. Kwa hiyo tuzitumie vizuri. Lakini la pili, tufuate maelezo ya wataalamu. Tubadilike kidogo. Sasa tuanze kulima kisasa. Tulime kilimo chenye tija, kwa maana matumizi ya eneo dogo kwa uzalishaji mkubwa. Kadhalika amewataka kwenda sambamba na matumizi ya pembejeo kufuatia serikali kuweka ruzuku kwenye mbolea na mbegu, pamoja na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa kilimo ili kuleta tija katika mavuno ya msimu huu. Na tunazo pia mbegu ambazo zina ruzuku ya serikali kwa 50%. Ninavyozungumza, maduka yote ya pembejeo ambapo ni wakala walioidhinishwa serikali wana mbegu zote ambazo zinatakiwa katika wilaya yetu na ambazo zimeidhinishwa serikali kupewa ruzuku ya serikali. Hatuna upungufu wote wa mbegu za serikali katika maeneo yetu. Akizungumza kwa niaba ya wakulima wilayani Bukombe, Ali Majija ameiomba serikali kuhakikisha wanawapa elimu ya upatikanaji wa pembejeo za ruzuku pamoja na kufikiwa na wataalamu wa kilimo. Kwa hali tunayoiona hapa, hakuna mvua, naendelea kuhangaika, wakati mwingine tunapata shida kidogo kwa sababu ya mvua. Tumuombe Mungu labda anaweza akatusaidia. Mvua zikanyesha, angalau tukapata chochote. Upande wa serikali nilikuwa naiomba, na kama kuna uwezekano zaidi tuwezeshe, tuweze kupata mbegu, tupate mbegu mbolea za kutosha ili tuweze kusukuma maendeleo ya kilimo, maisha yaende. John Mponeja, Channel 10, Bukombe. Wananchi 90 kati ya 115 wa kitongoji cha Kimuni katika kijiji cha Mkota kilichopo wilaya ya Mkinga mkoani Tanga wamekabidhiwa hundi za malipo ya udhamini, ikiwa ni fidia ya kupisha eneo waliloingia kwenye hifadhi ya taifa ya Mkomazi, hatua iliyosainiwa na Wizara ya Maliasili na Utalii kwa kushirikiana na Hifadhi ya Taifa Tanzania TANAPA. Tupate taarifa kamili. Kitongoji cha Kimuni ni eneo la mtawanyiko wa wanyamapori katika kipindi cha kiangazi kwa ajili ya kupata maji kwenye mto Umba. Hivyo serikali imeamua kuwalipa fidia wananchi waliokuwa wakiishi maeneo hayo na wengine kuwahamisha
ili kuendelea kukuza utalii wa mkoa huu. Tunapofungua lango eneo hili la upande huu wa Tanga, basi wawekezaji nao watahamasika kuja kuwekeza. Tunashukuru sana ushirikiano wa wananchi waliotuonyesha hadi hii leo tumefikia hatua ya kulipa fidia. Pesa imetoka serikalini ambako imepitia TANAPA, tumepewa TANAPA ili kuhakikisha eneo hili linakamilika. Hatua hiyo ni matokeo ya maelekezo ya Baraza la Mawaziri juu ya kutatua migogoro ya matumizi ya ardhi kwenye vijiji 975 nchi nzima, ambapo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batilda Buriani anaeleza faida za kuhamisha wananchi hao. Leo hii tunasema Tanga tuna hifadhi ya Mkomazi kwa sababu eneo kubwa liko Tanga, lakini lango la kuingilia katika geti la Mkomazi, hifadhi ya Mkomazi, iko Kilimanjaro kwa wenzetu pale Tanga. Kwa hivyo ndugu zangu, lango wa hifadhi ya Mkomazi utakapokuwa huku kwetu Mkinga, ina maana wageni watapita. Kuna eneo ambalo lilikuwa pori tengefu limetengwa, limefutwa ili waweze kuhamishiwa, na kwa maelezo ya kitakwimu ni eneo kubwa zaidi tunalokwenda kupewa sisi ambao tunahamishwa kuliko eneo tunaloondolewa. Tuko pamoja na jambo hili. Hifadhi ya Taifa ya Mkomazi ni kati ya hifadhi 5 zilizopo kanda ya kaskazini ambayo ipo katika wilaya 5 za mikoa ya Tanga na Kilimanjaro. Kutoka Tanga, Harai Kipingu, Channel 10. Wakulima wa mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi mkoani Mbeya wamelalamikia utaratibu uliowekwa na watoa huduma wa idara ya maji katika eneo hilo kwa kuwauzia maji ambayo tayari yamechotwa kwenye bomba na mtu binafsi kwa gharama ya shilingi 500 kwa dumu moja badala ya shilingi 50. Taarifa ya Epimakus Apolinari inafafanua zaidi. Wananchi wametoa malalamiko hayo wakati mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali akiwa kwenye ziara ya kusikiliza kero za wananchi, na wakaiomba serikali kuwaongezea mabomba ya maji katika maeneo yao ili kuondokana na adha hiyo, huku wakihofia kuwepo kwa baadhi ya watu wanaodhaniwa kuwa ni vishoka na kuwatapeli wananchi fedha zao kwa sababu ya changamoto ya maji. Idara ya maji walikuja eneo letu la stendi pale, wakatuambia kwamba wanatuwekea bomba la maji ambapo hayo maji tutachota kwa bei ya chini. Lakini sasa hayo maji yamekuwa yanamilikiwa na watu binafsi, tunachota kwa bei ya juu. Yaani maji kwa saizi maji tunanunua dumu shilingi 500 dumu moja. Wakati wao walikuja walituambia tutanunua maji kwa shilingi 50. Na ukienda pale kwenye maji, mimi siruhusiwi kuchota maji kwa hiyo 500, ila wao waniuzie, waliokinga kwenye madumu yao ndo niuziwe. Kuna mtu anakuja kama mpima maji unapohitaji maji, lakini kumbe sijui ni kishoka, sijui ni nani. Mimi ninavyozungumza naongea kwa sababu kulikuwa na msiba wa kina Zawadi wa Redi kule. Siku hiyo nilimkabidhi binti fulani, namfahamu kwa majina nitamficha. Huyo binti alichukua 200,000, akasema maji ya muda mrefu ni siku 21. Lakini mpaka hivi ninapozungumza maji hayajafika, alafu yale maji itakiwa ende kanisani. Pale pale Ikumbi. Unaona muziki huu? Sasa nimejaribu kumtafuta kwenye simu, ile namba amebadilisha mfumo, akasema kwanza niko Singida kwa mume wangu. Mara 1 2 3 zimeenda. Mbunge wa jimbo la Mbeya vijijini Patali Shida Patali ameitaka mamlaka ya maji kutafutia suluhisho kero za wananchi, huku mkurugenzi wa ufundi mamlaka ya maji Mbeya Barnabas Konga amesema kuwa wanafuatilia kujua gharama za maji katika eneo hilo. Elekeza mamlaka ya maji, na nimeongea na mkurugenzi, nimemwomba wapakie hapa leo lunch mtapata ya mbunge, na mkae hapo kuhudumia wananchi, muwasikilize, mtatue changamoto zao. Kama hawakuelewa mtembelee mahali alipo, ndio jukumu kubwa. Tuitumie ofisi yetu ya Mbalizi kwa ajili ya kupokea malalamiko pamoja na kutatua hizi kero zilizopo. Vituo hivi vinatakiwa viendeshwe kufuata sheria kanuni, na kama kuna watu ambao wanapotosha huduma hii, basi tuweze kulifanyia kazi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Epimax Apolinari, Channel 10. Baraza la madiwani katika halmashauri ya wilaya ya Nzega mkoani Tabora limewahakikishia wananchi kwenda kufuatilia na kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi ya maendeleo
pamoja na kutatua changamoto zinazowakabili ili kuleta maendeleo endelevu kwenye wilaya hiyo na taifa kwa ujumla. Pendo Salo ana taarifa kamili. Baada ya kuapishwa rasmi kuanza kutumikia nyadhifa hizo, madiwani halmashauri ya wilaya Nzega wanawahakikishia wananchi kwamba sasa ni muda wa kushughulikia changamoto zilizopo kwenye maeneo yao. Cha kwanza ni miradi ambayo ilikuwa bado haijatekelezwa, nitaanza nayo hiyo ili iweze kutekelezwa. Mimi kama mama ninafahamu changamoto za mikopo, kuna mikopo mingi mpaka kausha damu, kina mama tunakimbia miji zetu. Aaron Shija Maganga ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Nzega. Kusimamia miradi ya maendeleo kwa nguvu zetu zote, ikiwa ni pamoja na utatuzi wa migogoro. Migogoro vingine wala havina tija huko, vinaweza vikawa vinawekwa tu na watu, labda anataka kufanya vile, anataka pengine aletewe kitu au apewe maji kidogo. Hiyo biashara ya maji sisi tuachane nayo. Mkuu wa wilaya Nzega Naitapwa Kitukai akiwasilisha salamu za serikali amewataka madiwani kwenda kutekeleza majukumu yao kwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu. Nikikutana na diwani yoyote kule anacheza na miradi ya serikali, sitaangalia na wala sitapesa macho. Na nilishamwambia katibu wa chama wilaya awe ni wanani ninampeleka lockup. Kwa hiyo msicheze na miradi ya serikali. Isije ikawa wewe ndo namba moja kumshawishi yale, kuna kuwepo na vikundi vinaundwa, sivyo? Sasa vile vikundi vya kusimamia miradi isiwe wewe ndo unaenda kufanyaje kumshawishi. Msishawishi ndugu zanguni. Katika kikao hicho, madiwani pia walipokea taarifa ya utekelezaji wa shughuli za halmashauri kuanzia mwezi Julai hadi Novemba mwaka huu. Katika bajeti ya mwaka 2025-2026, halmashauri ilikisia kukusanya na kutumia kiasi cha shilingi bilioni 4,871 na 500,511, ambapo hadi kufikia mwezi Novemba kiasi cha shilingi bilioni 1,434,159,726 na senti 93 imekusanywa sawa na 29.4% ya makusanyo kwa mwaka mzima. Kutoka Tabora, Pendo Salu, Channel 10. Ufaulu wa mtihani wa darasa la 7 katika wilaya ya Nyang'hwale mkoani Geita umeongezeka kutoka 53.7% mwaka jana hadi 69.9% kwa mwaka huu, ikiwa ni matokeo ya mkakati madhubuti ulioweka kukabiliana na hali ya ufaulu duni iliyojitokeza mwaka jana. Mrisho Sadiki anaripoti. Ni katika hafla ya utoaji wa zawadi kwa walimu, wanafunzi na viongozi waliofanikisha mafanikio hayo. Mkurugenzi wa halmashauri hiyo amebainisha kuwa hatua hiyo imechangiwa na usimamizi thabiti wa changamoto zilizokuwa kikwazo mwaka jana, ikiwemo wazazi kuwalazimisha watoto kufeli, ukosefu wa chakula shuleni, pamoja na baadhi ya viongozi kutowajibika ipasavyo. Baadhi ya wazazi wanawashawishi watoto waweze kwenda kufeli kwa makusudi ili wasiendelee na masomo. Lakini wanafunzi pia wakatuambia kwamba ukosefu wa chakula shuleni ni miongoni mwa sababu ambazo zinawafanya wao watoroke. Tunaomba tuwaombe waheshimiwa madiwani, nyinyi ndio wenye viti wa UDC. Jamani, swala la utoro shuleni liwe agenda ya kudumu kwenye vikao vyetu. Afisa elimu msingi amesema halmashauri hiyo ilitenga zaidi ya milioni 20 kama motisha kwa walimu, wanafunzi na viongozi waliofanikisha ufaulu huo. Mwalimu ambaye amefundisha mwanafunzi amepata A, yule mwalimu alipata kila A imenunuliwa kwa shilingi 10,000. Nimefaulisha kwa kupata A 17, kwa hiyo nimepata 170,000. Alichokifanya mkurugenzi ni kitu kizuri. Katibu tawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gombati, aliyekuwa mgeni rasmi kwenye hafla hiyo, ameridhia kuanzishwa kwa mfuko maalum utakaosaidia wanafunzi wanaokumbana na changamoto wanapohitaji kusafiri nje ya mkoa kwa masuala ya kielimu. Mahitaji ya kuwa na mfuko wa elimu ili kuweza kusaidia zile kaya zenye hali ngumu au zinazoshindwa
kuwasafirisha watoto wao au kuwahudumia familia zao pindi wanapochaguliwa kwenda katika shule nje ya mkoa wa Geita. Kutoka hapa wilayani Nyang'hwale mkoani Geita, mimi ni Mrisho Sadik. Naam, asante Mrisho Sadiki kwa taarifa hiyo. Na kwa upande wa michezo, ligi kuu soka Tanzania bara inatarajiwa kuendelea kutimua vumbi leo kwa michezo miwili kuchezwa katika viwanja vya Benjamin Mkapa na Jamhuri jijini Dodoma. Mchezo wa mapema hapo utawakutanisha Simba SC dhidi ya Azam FC, mchezo maarufu kama Mzizima Dabi unaotarajiwa kucheza majira saa 11 kamili jioni, huku mchezo wa pili ukitarajiwa kupigwa majira saa 1:15 usiku ikiwakutanisha Coastal Union dhidi ya mabingwa watetezi ligi kuu bara Yanga. Kuelekea mchezo wa Mzizima Dabi, jana makocha na wachezaji wa timu hizo wameeleza kukamilika kwa maandalizi yake, huku wakiahidi kuonyesha mchezo mzuri. Ni mechi ya dabi, kwa hiyo tunayochukulia mechi hiyo kwa umuhimu mkubwa sana. Maandalizi yetu yako vizuri kabisa. Kitu kizuri ni kwamba kila mchezaji wetu yuko kambini kwa ajili ya mechi na wachezaji wote wako tayari. Tunajua Azam wana timu nzuri sana na wana mwalimu mzuri, kwa hiyo haitakuwa mechi rahisi, yote tunayafahamu. Pamoja na ubora wao, uzuri wao na uwekezaji wao kwenye timu yao, tunahakikisha lazima tupate alama 3, japo haitakuwa rahisi. Kwa niaba ya wachezaji, naweza kusema kwamba tupo tayari dhidi ya Azam. Tunajua mchezo hautakuwa mwepesi, mchezo utakuwa ni mgumu, lakini tupo tayari kupambana ili kuweza kuhakikisha tunapata pointi 3. Na naweza kusema mpaka sasa hivi maandalizi yanaweza kusema kwamba yako katika asilimia 90. Every game is different, like I said. They have a different way of playing. Sometimes they play with a false number 9. Sometimes they play with a striker. So they have a different way of playing. But like any opponent, we will prepare the match. Tajisikia vizuri. Sababu mimi ni mshambuliaji, kazi yangu kufunga, na kukosa ni moja ya mchezo. Mpira ni mchezo wa makosa. Kwa haimaanishi kukosa kwangu labda ndio itanitoa mchezoni, kwa ni moja ya mchezo. Yeah. Naam, hivyo ndivyo ambavyo tunahitimisha taarifa yetu ya habari kwenye kipindi hiki cha Asubuhi Njema. Endelea kusalia nasi kwa uchambuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania yaliyotufikia hapa asubuhi. Asante.